Isaya 6 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Haleluya. Huyu ni Isaya. Isaya wakati anaenda kumtumikia Mungu, hukumu aliyokuwa nayo, mimi na hii midomo. Tafakari mdomo wako. Unajua kuna wazee wa kanisa wambea ni ameenda kwenye nyumba ya Mkristo, akitoka hapo yani nakwambia mama, yule mama kwani hata anafagia hapo ndani. Nilikuwa nafanya maombi tu pale, lakini nilikuwa nawaza nitatoka hapo saa ngapi. Yani mavyombo yako hapo, mavyombo. Wazee wa kanisa, haitakiwi. Tumeumbwa tofauti. Wewe umefundishwa kufagia kwenu, tumefundishwa kuosha vyombo. Kinachokufanya uone uchafu kwa mtu mwingine ni maadili uliojengewa. Lakini kuna mwingine hapa akiingia ataona pako sawa, kwa sababu hakujengewa huo utamaduni wa kuamka asubuhi, atandike, afanyeje. Kwa utamaduni unafanya wengine waonekane wachafu, wengine waonekane wasafi. Sasa ukiwa mzee wa kanisa mbea, ufai. Kumbe litakuwa kutoka pale mwambie, mama, jamani nataka niite semina ya wamama. Tutakuwa na semina. Tafuta mtu ambali wafundishwe wa mama kutandika vitanda, wafundishwe wa mama kuosha vyombo. Sababu ni huyu mmoja ulimtembelea ukakuta nyumbani kwake hakuko sawa. Ukiwaita unakuwa tayari umemsaidia. Alafu siku nyingine ukienda, badala ya kumsema unamkumbusha, unamwambia hivi wewe somo kuelewa. Ndio kazi ya kiongozi. Tuachane na hayo. Kwa hiyo Yeremia alikuwa na shida. Akasema mimi sifai. Nina shida kwenye kinywa changu. Hatujaambiwa ni shida gani. Lakini anasema watu wa nyumbani, inaonekana ilikuwa ni tatizo kwenye jamii nzima. Kwa hiyo kama roho ya asili. Kwa anasema nakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Kwa hiyo inaonekana katikati ya ile jamii kulikuwa kuna namna midomo yao, either walikuwa na lugha mbaya, either walikuwa na maneno mabaya. Lazima kuna tafsiri ya hii. Kwa nini midomo michafu na kwa nini watu wote? Inaonekana kwa tatizo la eneo. Mungu alichomsaidia, alimgusa kwa kala moto. Kama alimgusa kwa kala moto, lazima alipata maumivu. Lazima. Mungu akitaka kumgeuza mtu, saa nyingine anamwambia maneno yanayochoma, yanayouma. Mchungaji anakuja hapa anakuambia, wewe mzee wa kanisa una namna gani? Hivi ndio unavaaje sasa? Mbona juzi nimekukuta tena kule unakunywa? Wewe mzee wa kanisa, maneno yanakuchoma. Lakini hayo ni makaa ya moto yanaachiliwa juu yako ili yakutengeneze uwe bora. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Yeremia aliwekewa neno na Isaya akawekewa neno la Mungu ili waweze kwenda kutumika. Asa wajibu wa kiongozi according to Yeremia. Nimekuweka, angalia, nimekuweka leo mstari wa 10. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa. Kiongozi yote ana wajibu wa kung'oa tabia mbaya katikati ya kundi analoliongoza, matatizo katikati ya jamii anayoongoza, chochote kile ambacho ni kero kwenye kundi analoliongoza. Ana kazi ya kung'oa. Hope living storm to my